ana mashabiki. Ili uweze kuwa mwekezaji kwenye klabu ya Yanga ni lazima uwe na kadi ya mwanachama. Huyu ndugu yangu leo amevunja rasmi kuwa shabiki Oya, ameenda kuwa mwanachama klabu ya Yanga. Ameenda kutengeneza thamani ya klabu ya Yanga. Fedha zake ni shilingi 29,000. 5,000 ni kadi ya wanachama, 24,000 ni ada ya wanachama ndani ya miezi 12. Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Faida zake ni nini? Faida za kuwa mwanachama klabu ya Yanga moja hapo ni kwanza anapata mamlaka na heshima ya kuchagua viongozi. Lakini jambo la pili, ukiwa na kadi ya mwanachama unaweza kutumia mwendo kasi aidha vivuko au mabasi kule nyuma. Hiyo kadi ya wanachama ya Yanga hiyo? Chama klabu ya Yanga. Vivuko unavuka? Yes, vivuko unavuka. Vile vile ukiwa na kadi ya wanachama unaweza ukapata mkopo kupitia kampuni ya simu. Yes, ya Silver General. Kutumia kadi yako wanachama unaweza kupata simu ya mkopo kupitia kadi yako wanachama. Wewe unaitwa nani? Mfaume Madeni Hamisi. Mfaume bwana, umesikia kwamba ukiwa na kadi unakopa? Ndio. Imekaaje hii kwako? Hiyo imekaa poa sana. Imekaa fresh. Ya. Sikiaje sasa kuwa mwanachama rasmi? Mani zote nalikuwa nahitaji nipate kadi ya wanachama klabu kubwa ya Yanga kwa sababu klabu ninayoipenda tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo nafikiri leo nimetimiza ndoto yangu ya kuwa mwanachama Haris na na uwezo wa kuchagua nafasi ya kuchagua viongozi kwenye klabu. Hilo nalo najipongeza, lakini vile vile nitaenda kuhamasisha vijana wenzangu tuendelee kuipa thamani klabu kubwa ya Yanga. Kawe balozi sasa. Yaani naenda kuwaondoa watoke kwenye makando kando. Wale wanaoamini kwamba kuna tarehe 8 ndani ya mwaka mwezi wa 3. Tarehe 8 ni moja mwezi wa 3 kwa mwaka. Kwa hiyo haitakuja kujirudia tena. Yaani tarehe 8 iko mara moja kwa mwaka. 8 ni moja tu ya mwezi wa 3 kwa mwaka. Kwa hiyo haiwezi kujirudia. Kwa hiyo naenda kuwaambia kabisa, twendeni kwenye chama ambayo ukienda kwenye mechi unakuwa na 100% kwamba unaweza kutoboa. Mfaume, shukrani. Naona zoezi bado linaendelea hapa. Mambo ni ya moto sana mwalimu. Bila shaka mwingine huyu hapa. Mwitikio umekuwa mkubwa. Mambo vipi kaka? Safi. Uko fresh? Uko fresh. Unatokea wapi? Tabora hapa. Tabora. Leo umeingia katika jukwaa hili ambalo linasajili wanachama binafsi. Kama shabiki unajisikiaje? Najisikia furaha kuona Tabora imekuwa na mwitikio mkubwa kwa timu yao pendwa wananchi. Umekuja kujisajili? Of course, yes. Unajua faida za kadi lakini? Ndio maana nikafika hapa kujisajili. Unawaambiaje wale ambao pengine wanajivuta kuja kujisajili? Waje kwa wengi kusajili sababu bila kadi wewe mwanachama wa Yanga. Ukiwa na kadi ni mwanachama wa Yanga. Kipi ambacho unafurahishwa sana na idara hii ya usajili wa wanachama? Idara ambayo kinachofanya ni idara ambayo nzuri, ina ushawishi mzuri wa kushawishi watu. Inashawishi watu vizuri. Yeah, of course. Sasa mimi sikuchoshe sana. Bwana mwalimu Yanga tarehe 8 hiyo umeambiwa ni moja tu kwa mwaka. Iko moja tu kwa mwaka. Haijirudii. Tarehe 8 mwezi wa 3 ndio imeshaisha hiyo. Imeshaje? Hatuchezi. Kuna mwezi wa 4 tarehe 8. Tarehe 8 mwezi wa 3. Tarehe 8 mwezi wa 4 sio tarehe 8 mwezi wa 3. Kwani si busara tu na hekima? Busara ni kufuata kanuni na maslahi mapana. Busara ni kufuata kanuni na sheria. Maslahi mapana. Maslahi mapana maana yake kuipa Yanga pointi 3 na magoli 3. Acha bwana, unasema waamuzi hakuepo wala nini? Na nasikia barua imepokelewa CAS. Sasa hiyo tu baada ya mechi Betha tutazungumza kwa ukubwa. Kidogo tu. Nakomba baada ya mechi mmezungumzwa sana. Mpaka masaa 24 mmepewa. Kidogo tu mwalimu. Sasa masaa 24 dada yangu jana. Huyo unaweza kuzungumza kwa sababu ndio mechi ambayo iko. Baada ya mechi tutazungumza ya kasi, tutazungumza tena ya Simba kule Misri. Lakini focus katika mechi. Dada yangu Christina Mwagala inawezekana akawa ni bingwa kusahau. Christina Mwagala timu ambayo imemfukuzisha kazi ni Yanga Sports Club. Kivipi? Christina Mwagala aliomba bodi ya ligi kuwa mimi mechi ya mwanzo wa msimu akiwa KMC apangiwe na Yanga. Apangiwe na Yanga. Kapigwa bao 5 kesho asubuhi vilago kwao. Hapo akiwa KMC hapo. Akiwa KMC. Yaani kapangiwa na bodi ya ligi akamsikiliza kilio chake. Wakampa Yanga. Kapigwa bao 5 asubuhi na vilago vyake kwenda. Na hii kazungumza hivyo na hii nakuhakikishia. Baada ya mechi hii vilago kwao. Mwalimu. Niamini nachokwambia. Ugali wa mtu huo. Ndio ugali wa mtu, lakini ugali huo lazima uwe na adabu. Kioo cha mpira cha wasemaji ni Ali Kamwe. Wote wanajifunza kupitia kwa Ali Shaban Kamwe. Yaani yeye mwanadada unamdharau mtu ambaye amekusaidia katika industry hii ya mpira. Unamtukana, unamziaki. Kweli ni ungwana. Anasema level yake ni ndogo sana kumzungumzia vile mheshimiwa. Sasa amempa masaa 24 mpaka leo atakuwa yanamalizika leo masaa 24. Sasa mheshimiwa amezungumza kitu kimoja. Mheshimiwa sio mheshimiwa. Hapa
hapa tunamjadili kama mlezi wa Tabora. Yes, ni kama shabiki wa kawaida tu. Iko cheo cha mheshimiwa tunaweka pembeni kwa sababu yeye mwenyewe alikivua. Cheo cha mheshimiwa akasema ni kama mlezi. Unaelewa? Hapa tunamjadili kama mlezi. Na hata Ali Kamwe alikuwa anamjadili kama mlezi. Kwani mtu ukivaa shati ya ubatizo au kipaimara ni dhambi? Sio dhambi. Sasa mtu kama ambaye amevaa shati ya kipaimara ndo dhambi? Chukulia tofauti ile. Sio kweli. Na jambo la pili, anatakiwa mlezi wa Tabora fahamu sisi ndo tunamlisha, sisi ndo tunamlipia kodi, sisi ndo tunalipa mshahara. Sisi ndo tuwalipa kodi wa nchi hii. Wananchi ndo wanalipa kodi. Kiburi ambacho anachokipata ni kwa sababu sisi tunampa kodi na tunampa mshahara. Yeye hawezi kuwa mkubwa kuliko sisi. Sisi wenye mamlaka tunaweza kuchukua cheo chake ukawa mtu wa kawaida. Hiyo mshahara, hiyo gari, hizo posho, iko kiburi ukawa una nacho iko. Kuwa fahamu madaraka yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio sisi. Unanielewa sio? Lakini kamati ya maadili ya sekretari ya taifa, kiongozi mkubwa anazungumza mambo ya rushwa. Sio? Mimi naomba TAKUKURU mtusaidie. Huyu mtu asipoteze ushahidi. Mchukueni TAKUKURU mkae naye aoneshe hivyo vitu. Eza miezi miwili au miezi mitatu kaa naye. Hii aoneshe ushahidi. Unanielewa sio? Lakini kamati ya maadili wana kila sababu wakiona kama kuna mtu ambaye anashindwa kusimamia kanuni na sheria na taratibu ambazo wamepewa, wana uwezo wa kumuita hija kufanya hivyo vitu, kwa sababu unashutumu watu, unachafua watu kwa cheo tu, yani kwa kujifichia tu, kwa kusema eti mimi mkuu wa mkoa. Sio kweli. Na watu watenganishe, ni muda gani atazungumza kama mkuu wa mkoa na muda gani atazungumza kama mlezi wa Tabora, kama shabiki wa kawaida. Na nyie msimtem kama mkuu wa mkoa akizungumza mambo ambayo ni ya kitoto na kishamba. Mtem kama nani? Mlezi wa Tabora, mtu wa kawaida. Sasa nyie mnatenganisha mkuu wa mkoa na mlezi. Ndio maana sisi nasema huyu mlezi wa Tabora ni mwepesi. Hawasumbui. Nakwambia hivi ni mwepesi. Afurukuti akitoa tunatetemeka, ujue ni so uoga, ni baridi. Hawezi kutunisha hata kiatu sisi. Baada ya mechi nitampigia simu. Utampigia na mimi nitakutafuta. Njoo nitafuta, nampigia simu uwe live. Mtuambie iko kiburi unapata wapi. Ushabiki wake wa Simba asitake kuchafua Tabora. Tabora ni ungwana. Tabora ni watu ambao wako katika mshikamano. Alikuwa mkuu wa wilaya, amepanda amekuwa mkuu wa mkoa. Alinde iko cheo kwa sababu kuna watu wanahitaji iko cheo. Lakini mmetembea Tabora, mmeenda Sikonge, mmeenda kule Puge. Kuna watoto wanakaa chini mpaka leo katika mkoa wa Tabora. Ndio kweli. Ndio kweli. Ambao kazi yake ni kusimamia maendeleo ya mkoa wa Tabora. Kuna leo barabara, nenda kule barabara hapa mjini hapa. Barabara leo hazina lami. Hizo milioni 60 singetengeneza hata barabara kwa changalawe. Haya yote aoni. Haya yote anataka watu tuseme, na sio wengine tachukua hizo video zote za barabara na tachukua hizo mashule ambazo hazina hata sakafu za watoto. Ameshindwa madawati. Alafu nazungumza mambo ya kitoto. Eti nakwambia timu kubwa ni nani anambana sumbua? Sisi yote tumempiga mara 4 mfululizo. Yaani ambao namsumbua tumepiga mara 4. Yeye tumepiga mara 3. Mwalimu wewe, mimi nitakuta